Basi mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, nipende kuchukua nafasi hii na kukushukuru kwa kuweza kufungua na kuweza kusikiliza kile ambacho tunaenda kujifunza kwa siku ya leo. Basi kabla hatujaanza kujifunza somo la leo, kama una nafasi unaweza kupiga magoti ili tuweze kupata ombi. Baba yetu mwema, mtakatifu, ketie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umetulinda mpaka masaa ya jina lako litukuzwe. Tunazidi kusema asante kwa kutupatia nafasi hii ya pili tena. Japo mengi tunayatenda kinyume na mapenzi yako, Baba yetu, tunaomba ukatusamee, utuhurumie. Tunaposhindwa kutafakari maandiko yako matakatifu na maelekezo yako, hasa nyakati hizi za mwisho, tuhurumie Baba yetu, tuandae kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Na siku ya leo tunapoenda kujifunza, endelea kuwa pamoja nasi, tubariki, tuongoze, tukajifunze chini ya utukufu wako. Tunapoyafunua haya matukio, katuongoze Baba yetu, tukajifunze chini ya utukufu wako. Ndilo ombi letu, tukitumaini utakuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, nipende tena kukualika kabisa katika kipindi hiki ambacho tunaenda kufunua matukio ambayo hivi karibuni tu yanaenda kutokea na mengine tunaona yamekwisha kutokea. Kwa hiyo tunabidi kuamshana ili kujiandaa kabla historia ya ulimwengu haujafungwa. Na somo la leo tu tutaenda kukumbushana wakati ambao tunatakiwa kutii maelekezo na kufuata maelekezo ambayo Yesu Kristo amekwisha yaelekeza kabla hatujachelewa. Na moja kwa moja tutaenda kabisa katika kitabu kile ni cha Mathayo 24, ambapo ndipo kuna alama za nyakati hapa. Utasoma Mathayo 24 yote inazungumzia alama za nyakati, lakini sisi kwa siku ya leo tutaweza kuangalia kitabu cha Luka. Ni hapo hapo tu na chenyewe kinazungumzia alama za nyakati. Luka 21. Luka 21 tutaanza mstari ule wa 20. Yesu Kristo anasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Fungu la 21. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Kwa kuwa siku hizo ndizo za matimilizo. Ili fungu la 22 ni fungu makini sana, kwamba kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza utakuta neno vengeance, mapatilizo, kwamba Mungu anaachilia yatokee hayo, maana yamekwisha kutabiriwa. Hata sisi tunaishi katika kipindi hiki ambacho tunaona kwamba mambo yanayotokea yote Mungu ameyaachilia, kwa sababu alikwisha kutueleza tokea kitambo cha nyuma. Kwa hiyo tunapoenda kuangalia matukio haya tuweze kuamka na kuweza kukimbia mapema iwezekanavyo. Pia unapoenda katika kitabu cha Ufunuo 18, unaonyo hapa. Ufunuo 18 ukianza mstari ule wa kwanza, anasema, tuanzie mstari wa kwanza hapo. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi yote ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Fungu la 4 tutakuja tuelezee hapo hayo mafungu matatu baadaye tuweze kuelewa nini
kinachozungumziwa hapa. Fungu la 4, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Kuna ujumbe wa kutoka hapa. Tutakuja kuangalia huu ujumbe kwa undani wake zaidi, lakini leo nataka tuzungumzie hapa kipindi tulichofikia. Wapendwa, inabidi tutoke, tukimbie. Nazungumzia kukimbia kutoka mijini. Tukipata muda tutazungumzia kwa upana uhalisia wa fungu hili kwa namna kubwa zaidi ambayo tutaweza kujifunza baadaye. Nachokizungumzia ni habari ya kutoka mijini. Kwa nini tutoke mijini? Hebu angalia hiki ambacho kinaendelea duniani hapa. Katika gazeti hili ambalo inasema Breitbart, ni gazeti ambalo utaona kuna habari hapa ambayo inasema imenukuliwa kwa Kiingereza, maana nimechukua kwa Kiingereza, kwa hiyo nitatafsiri mwenyewe kwa Kiswahili ili uweze kuelewa mambo yanayoendelea duniani huko. Anasema social distancing and wearing masks could last years, says government scientist. Kwamba kukaa mbalimbali na kuvaa hizi maski ambazo ndio barakoa hizi, kwamba ilikuwa iwe mwaka ulioisha au miaka iliyoisha. Lakini sasa hapa tuone wanatuambia nini. Shuka hapo chini kwenye maelekezo mekundu hapo, maandiko sentensi za rangi nyekundu. Anasema anasema kwamba watu wamezoea katika yale makatazo ya level ndogo ndogo. Anasema kwamba katika makatazo hayo ya level hizo ndogo ndogo, anasema people have got used to those lower level restrictions now, and people can live with them, and the economy can still go on with those less severe restrictions in place. Kwamba watu wamezoea kutunza hayo maelekezo ambayo walikuwa wanaendelea kuyatunza, lakini tunaona kwamba wameyatunza japo hayakubanwa sana, lakini waliendelea kukuza uchumi wao. Anasema so I think certainly for a few years at least until other parts of the world are as well vaccinated as we are, and the numbers have come down anywhere, that is when we may be able to go very gradually back to a more normal situation. Kwamba eti kama ukiangalia watu walivyokuwa wanaendelea kutunza haya maelekezo, lakini baadaye tunaona kwamba wakazoea, na mwisho wa siku wakaendelea kufanya kazi zao huku wanafanya hayo social distancing, kwamba kukaa mbali na kuvaa hizo barakoa. Lakini anazungumzia hapa mwisho wa siku watu wakaweza kupata chanjo ambayo sasa taratibu itawafanya kurudi katika hali ya kawaida. Anaposema back to more normal situation, kwamba kurudi katika hali ya kawaida. Sasa hili ni gazeti ambalo limetolewa tarehe 22 Machi 2021 ukiona hapo. Lakini pia hebu angalia kile ambacho kinazungumziwa hapa kwenye gazeti lingine uone kwamba tunaelekea wapi ili tuweze kujiandaa zaidi. Hili na lenyewe ni gazeti la Bloomberg lenye kichwa kinachosema we must start planning for a permanent pandemic, Machi 24, 2021, kwamba tunatakiwa tuanze kujipanga kwa gonjwa la kudumu, permanent pandemic, janga la kudumu. Sasa unaposikia mambo kama haya lazima uanze kujiuliza kwamba nini kinaendelea. Shuka chini hapo kwenye maelezo ya kijani chini, anasema with coronavirus mutations pitted against vaccinations,
In a global arms race, we may never go back to normal. Angalia sasa, sentensi ya kwanza kule tumeona kwamba baada ya kupata machanjo hayo, eti kwamba taratibu tutaelekea katika hali ya kawaida. Lakini angalia sasa hapa kinachokuja. Anasema kwamba hata kama hiyo tumeshapata chanjo hiyo, anasema hatuwezi kabisa kurudi katika hali ya kwanza. Anasema for the past year an assumption, sometimes explicit, often tacit, has informed almost all our thinking about the pandemic. At some point it will be over and then we will go back to normal. This premise is almost certainly wrong. Wale wanaodhani kwamba baada ya kutumia sasa hivyo vitu na mwisho wa siku wakafikiri kwamba tutarejea tena katika hali ya kawaida, turudi katika hali nzuri, anasema hicho kitu au hilo wazo ni la uongo, haliwezekani. Sasa unaposoma matukio kama haya, kuona kwamba tunakoelekea kuna tatizo kubwa zaidi ambalo linakuja kama wanavyoeleza hapa, utaanza kuona kwamba kuna mchezo unaendelea hapa, ambao sasa kama watu wa Mungu lazima tuanze kujiandaa na kamilisha kikamilifu kwa ajili ya kupambana na majanga haya yanayoendelea kuja mbele yetu kabla hatujachelewa. Sasa ukianza kuona hivi vitu utagundua kwamba msisitizo huu unakuwa ni wa lazima, na ukiwa wa lazima kwa watu wa Mungu kutakuwa na changamoto. Hebu angalia dondoo nyingine hii hapa, ni kutoka gazeti la Blaze Media. Blaze Media ni Machi 26 hapo 2021. Anasema hivi: masks are experimental medical devices that must be optional according to law. Shuka chini huko kwamba hizi barakoa zimechunguzwa kwa kitaalamu, zimefanyiwa majaribio. Kwa hiyo kwa kila ambaye atahitaji kutumia atatumia. Itakuwa ni wewe uhitaji wako sasa kutumia. Hebu shuka chini hapo maelezo mekundu. Anasema just like the COVID vaccines, use of masks instead of respirators to block transmissions of virus was only authorized as experimental use. As such, according to law, it must be optional. Kwamba kama vile chanjo hii ya corona ambayo imetolewa kwa ajili ya kukinga maambukizi ya virusi haya, kwamba ilikuwa imeidhinishwa kama matumizi ya majaribio, anasema kama kulingana na sheria. Lakini sasa sikiliza hii sentensi inayoendelea baada ya kusema kwamba ni lazima iwe mtu mwenyewe achague kufanya hiki kitendo. Anasema maandishi meusi: if we are going to passively allow governors and governments to make this medical device mandatory, what is to stop them from making the vaccine mandatory? Kwamba kama wamefanya hivi vifaa kuwa vya lazima, vimeshurutishwa ili watu waweze kutumia, je, anasema kitu gani ambacho kitaweza kuzuia hii chanjo isiwe ya lazima? Wapendwa, chanjo inakuwa ya lazima, na utashangaa kwamba watu wanalazimisha watu watumie hizi chanjo ambazo tutaona kwamba ubaya wa hizi chanjo ni mbaya sana, kwa sababu hii chanjo tutakuja tuione kama tukipata baadaye muda, utaona tena kwamba jinsi ilivyotengenezwa haifai kabisa kwa afya ya mwanadamu. Namna ilivyotengenezwa, wamewekea vitu gani mle ambavyo vikiingia katika mwili wa mwanadamu vinazuru mwili wa mwanadamu. Sasa utaona kwamba ni namna gani ambapo
unalazimishwa kutumia kitu ambacho kina madhara, na ukitumia, maana yake unaharibu mwili, hekalu la Roho Mtakatifu. Unakuwa hauwezi kufikiria vizuri mambo matakatifu. Na hapo wanasema kwamba wanaenda kukifanya kinakuwa ni cha lazima, sio kwamba kinakuwa cha hiari tena. Maana yake sasa inakuwa sio kuchagua. Lakini sio hapo tu, unapovaa maski zile utaona kwamba unakuwa haupati hewa nzuri, na wakati mwingine watu wamekaa nazo muda mrefu sana. Kwa hiyo mtu anavuta carbon dioxide aliyonayo, anashindwa kupumua vizuri. Hebu angalia sasa, roho ya unabii inatuambia nini hapa kuhusiana na hewa safi? Ni katika kitabu kile cha Signs of the Times, alama za nyakati hapa, Septemba 30 mwaka 1897, ile aya ya kwanza anasema, there are many suffering from ill health today because they do not pay attention to the laws of health. Leo kuna magonjwa mengi ya afya kwa sababu hatuweki tahadhari katika hizi sheria za afya. They do not exercise their reason in caring for the human machinery that God has entrusted to them, and that they present to God a crippled offering. Kwamba hatufanyii mazoezi na kuangalia kwamba Mungu alivyotuumba, namna miili alivyoiumba, kwamba ametuumba kwa namna ya pekee sana, na mwisho wa siku hatuiwakilishi kwa Mungu kama alivyotuagiza, bali tunaiwakilisha kama sadaka zilizopooza, zilizoharibika, zilizo za kinyonge. Anasema many persons confine themselves. Confine hapa ni kujifungia sasa, kama lockdown inavyomaanisha. Many persons confine themselves in ill ventilated rooms. Wengi wanajifungia kwenye vyumba ambavyo havitoi, hata haviruhusu hewa kuingia, where the air is not changed with its appropriate supply of oxygen. Hewa inakuwa haingii ya kutosha, ambayo inakuwa na hiyo oxygen ya kutosha. Anasema in expiration we are constantly throwing off from the lungs impurities that defile the air. Kumbuka kwamba tunapoitoa hewa ile huwa tunatoa carbon dioxide, alafu mwisho wa siku tunaingiza oxygen. Ndiyo lengo. Sasa unapojifunika hivi, maana yake unazuia oxygen, unakuwa unameza ile carbon dioxide. Na ndio watu wa afya wanatuambia sasa tukae na hayo, tuwe tunaendelea kuvuta carbon dioxide ambayo inatudhuru. Hebu tuendelee hapa uone. Wanasema hivi, and there is a positive necessity of having a constant supply of pure air. Many breathe air that is poisoned. Tunapobaki na yale barakoa, tunakuwa tunavuta ile hewa ambayo inakuwa imechafuka. Nini kinatokea? And the blood is not purified in the lungs. Damu haisafishwi kwenye mapafu, and passes into the body without being vitalized by a fresh current of air. Na inaenda kutumika bila hata kunyambulishwa vizuri kabisa na hii hewa safi ambayo tunaivuta. Anasema the result is that such persons are troubled with giddiness, restlessness, with confused thoughts. Hebu angalia haya matukio, kwamba kwa sababu sasa tunavuta hewa chafu, mwisho wa siku tunaharibikiwa, tunakuwa hatuko imara, tunakuwa na mawazo yaliyo machafu, confused thoughts. Utakumbuka confusion, machafuko, Babeli kule machafuko. Kwa hiyo hapa sasa unakuwa na confused thoughts and gloom spirit. Anasema the process of digestion is not properly carried forward.
the brain is clouded. Yani hata kitendo cha mmeng'enyo wa chakula kinaharibiwa, na mwisho wa siku hata ubongo unamundikiwa, unashindwa kutafakari vizuri, kuchakata vizuri. Anasema and the heart is pressed, na moyo mwisho wa siku unaharibiwa vile vile. Anasema such persons are suffering for want of exercise in the pure air. Watu hao wanatakiwa wafanyie mazoezi kuweza kupata hewa safi. If they would have their organs perform their work properly and be saved from the inroads of disease, they must change their course of action. Kwa hiyo anasema kwamba yani ili tufanikiwe tu ni lazima tufikie hatua tubadili mtindo wetu wa maisha. Sasa utaona kwamba hawa wanatuletea vitu ambavyo vinaenda kuharibu fikra zetu, na nikiharibiwa fikra maana yake nashindwa kuweza kuchakata mambo matakatifu. Kwa hiyo nakuwa naendeshwa. Kwa hiyo lazima tuwe tahadhari hapa ili tuwe makini katika kufanya uchaguzi ulio sahihi. Mungu anaelekeza nini na mwanadamu anaelekeza nini? Hebu angalia dondoo nyingine hii hapa kutoka gazeti la Daily Mail Machi 23, 2021. Machi tu hapo 23. Sikiliza hii habari hapa. Anasema, could dimming the sun help to cool the earth? Bill Gates wants to spray millions of tons of chalk into the stratosphere to reflect sunlight and slow global warming. But critics fear it could be disastrous. Kwamba eti huyu Bill Gates anataka kuweka milioni za tani za chaki azipulizie angani ili ziweze eti kuzuia ule mwanga wa jua, kwa sababu unakuja kufanya nini? Kuongeza joto duniani. Sasa hili ukiliangalia utaona kabisa kwamba haya ni mabaya, maana yanaharibu kabisa hewa, na mwisho wa siku unavuta hewa ambayo sio nzuri. Sasa hebu ona hapo chini hapo kwenye maelezo mekundu hapo, the first test of a project backed to spray millions of tons of chalk into the stratosphere in an attempt to dim the sun and cool the earth could happen in June. Hebu ona jaribio hili, anasema kwamba la kwanza linatarajiwa kufanywa mwezi wa 6. Leo tupo mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3. Kwa maana imebaki miezi 3. Anafanya hilo jaribio la kuweza kupulizia hicho kitu. Sasa utaona kabisa hapo tayari kuna changamoto ambayo inawekwa hapo. Anasema it would take tons of dust and plumes many hundreds of kilometers to make a difference. Kwa hiyo hapo utaona kwamba anapulizia hayo machaki. Ona ni mengi kweli. Yanapuliziwa yote kwamba yazuie ongezeko la joto. Sasa utaona kwamba hapa kuna kitu tu kinatafutwa, kwamba kwa nini vyote hivi vifanyike? Kwamba kwa sababu eti joto linaongezeka sana duniani. Utaona kwamba kuna kitu hapa kinatafutwa. Lazima uwe makini, kwa sababu kwanza afya inaharibiwa, maana yake mawazo yanachafuka kama tulivyoona. Na yakichafuka maana yake ninashindwa hata kutafakari mambo matakatifu. Kwa hiyo lazima uone kwamba haya matukio lazima tuwe makini, maana ndio yanatuonyesha kwamba wapi tumefikia na tunatakiwa kufanya nini. Ndio maana tunaambiwa tutoke mijini. Wewe mwenyewe uliona kipindi cha nyuma kidogo tu hapo, waliokuwa mjini ilikuwa ni changamoto.
maana ilikuwa huwezi kutoka nje bila barakoa, huwezi kutembea bila barakoa. Lakini waliokuwa wanaishi vijijini walikuwa wanavuta hewa safi, wanatembea bila hata hofu. Kwa hiyo lazima tutoke huku mijini na kuanza kutafuta sehemu ambazo tutaweza kuishi vizuri na tukivuta hewa safi. Hili somo tutakuja tuliweke vizuri kwa upana wake mzuri na namna ya kuondoka, ili tuweze kufanya iwezekanavyo. Kadri Mungu anapotoa nafasi, tunafanya hatua moja ili kuweza kutii maagizo ambayo anatuelekeza. Hebu twende katika kitabu hapa cha Pambano Kuu. Pambano Kuu, ukurasa ule ni wa 577. Pambano Kuu, ukurasa wa 577. Anasema hivi: maandiko yaliyobuniwa, hiyo the law forbade labor from 9th hour 3 o'clock on Saturday afternoon. Anasema maandiko yaliyobuniwa yalizuia kufanya kazi kuanzia saa 3, saa 9 kamili siku ya Jumamosi mchana hadi mawio siku ya Jumatatu, na ilitangazwa kwamba mamlaka yake yanathibitishwa kwa miujiza mingi. Iliripotiwa kwamba watu waliokuwa wakifanya kazi kupitia saa iliyokuwa imewekwa walipata ugonjwa wa kiharusi, yaani walipooza. Anasema hivi: it was reported that persons laboring beyond the appointed hour were stricken with paralysis, kwamba wote ambao walikuwa wakifanya kazi kupita saa iliyokuwa imeripotiwa kwamba walikuwa wanapata ugonjwa wa kiharusi au wanaita kupooza. Sasa angalia hapa, nimekurejesha wakati wa nyuma namna ilivyokuwa inatokea, kwamba ilivyokuwa ukifanya kinyume na maelekezo ambayo walikuwa wameyaweka. Hapa ni wakati wa nyuma kabisa, maana hapa ni kitabu cha Pambano kinatuonyesha ni matukio yale yaliyokwisha kutokea. Ujue kwamba kila jambo linalotokea lilikwisha kutokea. Anasema hivi hapo in Scotland, tunaanzia hapo in Scotland as in England. Anasema kwamba katika Scotland kama ilivyokuwa katika Uingereza, uzingatiaji mkubwa wa Jumapili ulipatikana kwa kuiunganisha na sehemu ya Sabato ya kale, lakini muda uliotakiwa kwa ajili ya kuitakasa ulibadilishwa na ulitofautiana. Anasema kwamba katika Scotland huko, ukisikia neno hapo sehemu ya Sabato ya kale, ni ile Sabato ambayo iliyokuwa inahitajika kutunzwa, yani Sabato siku ya 7 ambayo ni Jumamosi. Anasema lakini muda uliotakiwa kwa ajili ya kuitakasa ulibadilishwa na ulitofautiana. Amri kutoka kwa mfalme wa Scotland ilisema kwamba Jumamosi inapaswa kuhesabiwa kuwa takatifu kuanzia saa 6 adhuhuri, na kwamba hakuna mtu yeyote kuanzia wakati huo hadi Jumatatu asubuhi atakaye jishughulisha na shughuli za ulimwengu. Anza kuangalia sasa kwamba mfalme huyu akatoa hii amri kwamba Jumamosi wataanza kufanya kazi kuanzia hiyo adhuhuri. Sasa hapa maana yake inayotafutwa tu ni pumziko la Jumapili, japo wameanzia tu Jumamosi hapo adhuhuri, lakini ujue kwamba kinachotafutwa pale ni pumziko la Jumapili, kwamba mpaka wanapumzika kuanzia hiyo Jumamosi adhuhuri mpaka Jumatatu. Hebu ona Jumatatu asubuhi. Hebu sasa ona kile ambacho kinatokea sasa hivi, ni kuonyeshe namna gani mambo yanajirudia. Hili ni gazeti linaitwa CNW Machi 24, 2021. Jamaica hapa. Sikiliza, hapa ni Jamaica. Anasema stay home on weekends. Jamaica kule
sikiliza, ndicho kuna hiki kwamba kukaa nyumbani siku za weekend. Jamaica Prime Minister imposes lockdown for the next 3 weeks. Waziri mkuu huyu wa Jamaica ameitoa tena wiki hizo 3 kwa ajili ya lockdown. Utaanza kuona kwamba kuna mambo fulani hapa, na baadaye tutakuja tumjadili kidogo huyu waziri mkuu, tuone ni nani na anafanya vitu gani hivi hasa nyakati hizi za mwisho. Tutaona somo mbeleni linalozungumzia hicho kitu. Anasema chini hapo, shuka chini hapo kwenye maandishi mekundu, anasema to curb the spike in cases, eti ili kuzuia maambukizi haya kwa wingi. Anasema wa Jamaica wote wanatakiwa kukaa nyumbani kwa wiki nyingine 3. Anasema the lockdowns will begin from midday on Saturdays to Mondays at hebu sikiliza hapa kwamba lockdown itaanza hiyo Jumamosi mchana mpaka Jumatatu asubuhi. Ni kile angalia, ni kile ambacho tumekisoma kwenye roho ya unabii. Anasema during the Easter holidays the lockdown will commence on Good Friday April 2 to 5 am on April 6th. Sasa utaona kwamba hapa na penyewe imejirudia kwamba huyu waziri mkuu ametangaza huko hivyo kwamba watapumzika kuanzia hiyo Jumamosi mchana mpaka Jumapili asubuhi. Anza kuona haya matukio sasa yanajirudia vile kama yalivyopita. Kwa hiyo utaanza kuona kwamba tupo wakati gani na tunatakiwa tufanye nini, maana amri ya Jumapili ipo karibu kutangazwa, sio muda mrefu. Kwa hiyo lazima tukumbushane haya matukio ili tuanze kujiandaa kabla hatujaweza kuchelewa. Ona tena katika gazeti hili la Observer ni hicho kitu. Anasema kwamba shuka chini hapo kwenye maelezo mekundu kwamba Jumamosi ya tarehe 27 hii iliyopita tu pia lockdown ilikuwa hivyo kwamba kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 11 asubuhi siku ya Jumatatu. Unaona kile ambacho tumetoka ukisoma kwenye roho ya unabii kilichopita miaka hiyo. Hebu tuangalie tena nyingine hapa tuone kwamba je, tupo nyakati gani na tunatakiwa kufanya nini. Tuone hapa katika India huku na penyewe anasema Sunday lockdown extended to 4 more Madhya Pradesh districts. Shuka chini hapo anasema kwamba Sunday lockdown is already in force in Indore, Bhopal and Jabalpur. Huko India na penyewe lockdown imeendelea kuanzia saa ngapi? The lockdown will begin at 10 PM on Saturday and end on 6 AM on Monday. Angalia kwamba lockdown inaanza muda ule tu. Saa ngapi? Kuanzia saa 4 hapo siku ya Jumamosi na inaisha saa 12 siku ya Jumatatu. Kwa hiyo utaanza kuona kwamba ni kile ambacho tunakizungumzia. Lakini pia utaangalia katika gazeti hili tunaona tena hapo vile lockdown hiyo inaendelea India huko. Sunday lockdown extended to 5 more cities and towns. Angalia hapo chini kianza maandishi yao meusi anasema with this now Sunday lockdown will be effective in 12 cities and towns of the state in the wake of rising cases of the pandemic which have doubled within a week. Resultantly, Sunday lockdown in the 12 cities and towns will be effective from Saturday 9 PM
to Monday at 6 am. Utaanza kuona kwamba inaanza vile vile siku ya Sabato saa 9 alafu mpaka Jumatatu. Nini hapo kinatafutwa katikati? Kwa nini lockdown inaanzia hapo tu? Ujue kwamba ni amri ya Jumapili hiyo inatafutwa. Jumapili kutunzwa kuwa siku ya ibada kiulimwengu. Maana yake wote lazima tulazimishwe hapa tuweze kuitunza. Kwa hiyo tumefikia karibu ambapo tunatakiwa tuamke kabla hatujaweza kuchelewa. Maana ndio dalili hizi za nyakati zenyewe tunazoziona. Pia hebu angalia kile ambacho na kuonyesha kwamba uone kwamba ni miji mingi ambao wameanza kufanya hivi, kuonyesha kwamba tumefikia karibu kabisa na utangazwaji wa hii amri ya Jumapili. Ni gazeti hili la Free Press. Tuone hapa na penyewe anatuambia kwamba coronavirus in Ujjain, Sunday lockdown makes comeback as record 85 test positive tally breaches 60,000 mark. Tuangalia hapo chini anasema, in the wake of spike in corona cases, the state government on Friday evening ordered that weekly Sunday lockdown be imposed in Ujjain city beginning March 28. The market will remain closed from Saturday 10 p.m. to Monday 6 a.m. Kwamba masoko hapo tunaona kwamba yatakuwa yamefungwa kuanzia Jumamosi saa 4 hiyo mpaka Jumatatu saa 12. Kwa hiyo utaanza kuona kwamba ni kile kitu ambacho tunakizungumzia hapo, kuonyesha kwamba sheria ya Jumapili imeanza taratibu lakini kwa uhakika, na tutakuja tuiweke wazi tuanze kuona vizuri kwamba tumefikia wakati gani. Na wapendwa, lazima tujiandae kwa sababu tumepewa maelekezo ya kutosha kabisa kwamba lazima tuanze kutoka mijini. Lazima tuanze kukimbia mijini, maana mijini kutakuwa na amri za kutisha ambazo wale tu watakaoamua kutunza amri za Mungu zote watashindwa kufanya hivyo wakiwa katika miji, na itawalazimu kuvunja amri za Mungu. Angalia ninachokisema hiki uone shida hiyo itakapotokea. Hebu ona hii katika gazeti la New York Post. Anasema nation's first vaccine passport coming to New York. Kwamba kuna hii vaccine passport, yani ukiwa umekataa chanjo maana yake unakuwa hauna hii nini, vaccine passport. Wanakuwa wanagundua kwamba hujatumia hii chanjo, maana yake huruhusiwi kutoka nje. Sasa hii itanifanya tuwe kwenye jaribu kubwa sana, hasa wale tunaopinga hiki kitu, chanjo hii ambayo wameiwekea vitu ambavyo vinatudhuru katika miili yetu. Sasa utaona kwamba inakuwa ni changamoto kwa wale wote ambao watakaogoma, na utaangalia mwenzetu tayari ambaye alikuwa anapinga hiki kitu tayari ndiyo hivyo, changamoto imekuwa hivyo. Lakini pia utaona kwamba hata sisi tutakoendelea kupinga itakuwa ni changamoto. Ndio maana lazima tutii ili agizo la Mungu alilotuagiza kukimbia kutoka katika miji hii, ili tuweze kuwa salama kutokana na haya maagizo ambayo yameendelea kuwekwa kwa ajili ya kutuandaa kuvunja amri za Mungu. Kwa hiyo anasema hivi, the nation's very first vaccine passport is coming to the Big Apple. The program dubbed the Excelsior Pass is an application that will allow New Yorkers to prove their vaccination status or recent history of negative COVID-19 testing in order to gain entry to events and businesses. Sasa utaona kwamba kwa maana hiyo usipokuwa na passport huwezi kufanya vitu vingi. Sasa utaona hapo ndipo tunaelekea pa gumu zaidi. Sasa haya matukio yanayotokea lazima yatuonyeshe kwamba tunatakiwa kujiandaa. Tumechelewa tutachelewa kama tusipojiandaa
mapema kadri iwezekanavyo. Hebu tuangalie hapa sisi ambao sasa tunaishi hapa Tanzania, maana hii ni njema zaidi kwa wale ambao tupo Tanzania hapa, maana tulikuwa na kiongozi ambaye anapinga haya machanjo. Na ni kweli kabisa, hivi vitu ni vibaya. Kama ukishindwa kutii maelekezo, wapendwa, tutashindwa kuweza kutambua vitu vizuri na kumpinga shetani kwa madanganyo anayotudanganya, hasa nyakati za mwisho. Hii nimeitoa African News. Ukienda African News utaipata hapo. Anasema WHO chief urges Tanzanian new president Suluhu to tackle COVID-19. Hebu sikiliza, anasema the World Health Organization chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus has congratulated Tanzania's new president and said he hopes they can work together to end the coronavirus pandemic. Hebu angalia huyu kiongozi huyu wa WHO anasema kwamba sasa anaweza akaungana na rais wetu mpya Suluhu kuweza kumaliza coronavirus. Anasema hivi, ukishuka hapo chini, Samia Suluhu Hassan was sworn in as the East African nation's new leader on Friday following the death of COVID skeptic President John Magufuli. Hebu angalia hilo neno skeptic. President John Magufuli anatajwa kwamba alipinga COVID-19. Na wapendwa, anza kuangalia hizi sentensi za muhimu sana. Anasema Tanzania has not published the data on coronavirus since May 2020 and the government has refused to purchase vaccines despite calls from the World Health Organization. Kwamba Tanzania iligoma kutoa taarifa za kuhusiana na corona, lakini sio hivyo tu, ilikataa hata kununua chanjo. Huyu rais alikataa hivi vitu kwa sababu vinazuru mwili. Big up to those sentences from this president. Lakini anasema I look forward to working with you. Sasa hii ni nukuu ya huyu kiongozi ambayo ilinukuliwa kutoka Twitter. Ameandika huyu kiongozi wa WHO. Angalia shida inayokuja sio muda mrefu. Tutazidi kuyaangalia ya mambo. Anasema I look forward to working with you to keep people safe from COVID-19 and the pandemic and achieve a healthier Tanzania. Tanzania, mmemsikia huyo kiongozi anasema atashirikiana na rais wetu mpya kuweza kuleta hii chanjo au kufanya Tanzania iwe na afya. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus said in Twitter. Sasa anza kuangalia hiyo changamoto inayokuja hapo. Anasema hivi, Magufuli has been playing down the impact of the pandemic, claiming Tanzania had freed itself from the COVID through prayers and encouraged herbal infused steam therapy too. Kwamba eti alivyokuwa kiongozi wetu anakataa haya machanjo, ilikuwa kwamba ni kwa sababu tu ya imani yake ya ajabu ya kuamini katika eti maombi, lakini na kutumia hizi dawa za asili. Lakini ndivyo maandiko yanatufundisha, tutegemee kile ambacho Mungu amekitengeneza asilia ili tusiweze kupata mambo mabaya katika miili yetu. Anasema he also rejected any lockdowns or measures such as mask wearing. Alikataa pia hata kufunga nchi yake, kuchukua hatua kama vile kuvaa maski hizo. Ni kweli kwa sababu zinaharibu. Anasema that's why we are all not wearing face mask here. You think we don't fearing dying? It's because there is no COVID-19, he said.
but Magufuli later admitted what he called a respiratory disease was still circulating. Sasa utaona kwamba huyu kiongozi alisimamia kweli kuachana na haya mavitu ambayo yanakuja kutuumiza, kushindwa kuelewa tupo katika vita. Lakini kiongozi huyu amesimamia kweli. Umeona kiongozi aliyesimamia kweli, umeona watu walivyokuwa wapendi nje huko kusikia hizi kweli. Sasa wote watakao kataa kwenda na haya masheria yao, wakikusikia wanatamani sana wakuondoe, kwa sababu hawapendi kupingwa, wanataka kuimplement hivi vitu vyao. Sasa watunza amri za Mungu lazima wasimame imara kupingana na haya masheria ambayo yanaharibu miili yetu. Kwa hiyo ndio hapo tu lazima tutasimama imara. Kitabu cha Ufunuo 2, kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 10. Ufunuo 2 mstari wa 10 anasema, usiogope mambo yatakayo kupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Wapendwa, tusimameni katika kweli. Tujiandaeni kusimamia kweli. Tujiandaeni kusimamia kile Mungu alichotuelekeza. Tuwe waaminifu hata kufa, Mungu atatupa taji ya uzima. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji wangu, matukio haya na kufunulia tukukuonyesha kwamba kuna mambo tutakayoenda kujifunza zaidi ambayo yatakuonyesha kabisa tupo karibu na kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Kwa hiyo lazima tujiandae kabla hatujachelewa, na tusije tukakutwa hatujajiandaa. Basi Mungu akubariki unapoendelea kujiandaa kupata habari nyingi nzuri ambazo zitakuamsha, zitaniamsha ili tuweze kufanya maandalizi kabla hatujachelewa. Basi nikualike, kama una nafasi, una sehemu, tunaweza tukapiga magoti tukaomba. Baba yetu mwema, mtakatifu, ketie mahali pa juu mbinguni, asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umetulinda mpaka masaa haya. Tumejifunza matukio ambayo yanaendelea kutuonesha kwamba tupo katika wakati ambao si muda mrefu tutafunga historia ya ulimwengu huu. Tusaidie tukasimamie imara maelekezo yako, maelekezo yaliyo nje na maandiko yako matakatifu. Haijalishi yametolewa na nani, tukasimamie kile ambacho umekizungumza wewe katika maandiko matakatifu. Na lengo tu ni kuweza kuamshana sote kwa pamoja ili tuweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Tunawaombea wote viongozi ambao wako huko ngazi za juu, waamshe, waweze kuona hizi dalili za nyakati, waweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Kuwa pamoja nasi tunapoendelea kujifunza masomo mengine baadaye. Tulinde na kutuongoza, tuandae kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Tumeomba tukitumaini utakuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.